Jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Irani IRGC limetangaza kuwa zaidi ya meli 25 za biashara zikiwemo meli kubwa za mafuta zimefanikiwa kuvuka katika mlango wa bahari wa Hormuz ndani ya kipindi cha saa 24 zilizopita, hatua inayotajwa kuashiria mabadiliko muhimu katika mwenendo wa usafirishaji wa baharini baada ya miezi ya mvutano mkubwa uliotokana na vita kati ya Iran, Marekani na Israel. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya IRGC iliyochapishwa kupitia mtandao wa X, jumla ya meli 26 zikiwemo meli za mafuta, meli za makontena na vyombo vingine vya biashara ziliruhusiwa kupita katika mlango wa Hormuz baada ya kile kilichoelezwa kuwa uratibu wa moja kwa moja na ulinzi wa kiusalama uliotolewa na vikosi vya wanamaji vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Tehran imeendelea kusisitiza kuwa katika mazingira ya sasa ya mvutano wa kijeshi, hakuna meli inayoruhusiwa kuvuka katika eneo hilo bila kupata kibali maalum kutoka vikosi vya ulinzi vya Iran. Tangazo hilo limevuta hisia kubwa kimataifa kwa sababu mlango wa Hormuz ni moja ya njia nyeti zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta na gesi. Takriban sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa kutoka nchi za Ghuba kupitia katika mlango huo kuelekea masoko ya Asia, Ulaya na Marekani. Nchi kama Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu hutegemea njia hiyo kusafirisha mafuta na bidhaa za nishati kwenda nje ya eneo hilo. Kwa sababu hiyo, mabadiliko yoyote ya usalama katika Hormuz huathiri moja kwa moja bei za mafuta duniani pamoja na masoko ya fedha. Tangu kuanza kwa vita kati ya Iran na upande mmoja dhidi ya Marekani na Israel mnamo Februari, shughuli za usafirishaji kupitia Hormuz zilidorora kwa kiwango kikubwa. Iran ilianza kuweka masharti makali kwa meli zinazotaka kupita katika njia hiyo, huku baadhi ya meli zikicheleweshwa au kushindwa kabisa kuvuka kutokana na tahadhari za kiusalama. Hatua hiyo ilisababisha msongamano mkubwa wa meli katika maeneo ya Ghuba na kuongeza hofu ya kutokea kwa mgogoro mkubwa wa nishati duniani. Katika kipindi hicho, kampuni nyingi za kimataifa za usafirishaji wa mafuta zilianza kubadilisha ratiba za safari, huku baadhi ya makampuni ya bima yakiongeza gharama za kulinda meli zinazopita karibu na Hormuz kutokana na kuongezeka kwa hatari ya mashambulizi au kukamatwa kwa meli. Bei za mafuta katika masoko ya kimataifa pia zilipanda kwa vipindi tofauti kutokana na hofu ya kuzuiwa kabisa kwa njia hiyo muhimu ya usafirishaji. Iran imekuwa ikisema kuwa hatua zake katika Hormuz si tu kuzuia biashara ya kimataifa, bali ni hatua za kiusalama zinazolenga kulinda eneo lake dhidi ya kile inachokiita vitisho vya kijeshi vya Marekani na washirika wake. Iran pia imekuwa ikisisitiza kuwa tangu Aprili 13 mwaka 2026 imekuwa chini ya mzingiro wa kijeshi wa majini unaoongozwa na Marekani licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano, jambo ambalo limeifanya kuongeza uangalizi katika njia za baharini. Taarifa ya kupita kwa meli hizo 26 imekuja wakati ambapo kuna dalili za kuanza kurejea kwa harakati za kawaida za usafirishaji katika Hormuz. Jana Korea Kusini ilitangaza kuwa moja ya meli zake za mafuta imefanikiwa kupita katika mlango huo, ikiwa ni meli ya kwanza ya taifa hilo kufanya hivyo tangu vita kuanza. Serikali ya Seoul ilisema kuwa safari hiyo ilifuatiliwa kwa karibu kutokana na umuhimu wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati kwa uchumi wa Korea Kusini. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya nishati, kuruhusiwa kwa meli zaidi kupita kunaweza kuwa ishara ya Iran kujaribu kupunguza shinikizo la kimataifa na kurejesha mtiririko wa biashara ya mafuta bila kuonekana kulegeza msimamo wake wa kisiasa na kijeshi. Hata hivyo, wataalamu hao wanaonya kuwa hali bado ni tete, kwani mapigano yanaweza kurejea wakati wowote ikiwa kutatokea mashambulizi mapya kati ya pande zinazohusika. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.